Haya, hilo ni jambo jingine ambalo napenda kulitanguliza hapa ni wakati wa kuchinja. Al-udhiya, mnyama udhiya anachinjwa fi yaumi nahri, katika siku ya kuchinja, yaumu Eid al-Adha, na hii ni siku ya Eid al-Adha baada khuruji an-nas min al-musalla, baada ya watu kutokea kwenye musalla wa Eid, watu kisha swali. Bali salaf walikuwa wanakuja katika viwanja vya Eid na wanyama wao wakiwa wamewafunga, wakimaliza kuswali wanakwenda kuwachinja. Huo ndio wakati ambao alikuwa akichinja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo wakati wa kuchinja ni siku ya Eid, ile siku ya 10 baada ya kutoka katika musalla wa Eid. Ukichinja katika wakati huo, hapo umezipata fadhila za udhiya. Ama ukachinja kabla ya hapo, labda katika usiku wa Eid ukaamua kuchinja kabisa ili usishughulishwe, au asubuhi pale ukadamka mwenyewe baada alfajr, kwa wacha nichinje bwana, nikienda mwenyewe katika musalla sina mawazo, utakuwa hujapata fadhila ya udhiya. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dhabaha ba'da as-salati faqad asaba an-nusuk, yule aliyechinja baada ya sala, bimaana sala ya Eid, huyo amesibu ibada ya kuchinja. Wa man dhabaha qabla as-salah, na yule aliyechinja kabla ya sala, imekuja katika baadhi ya riwaya hajasibu nusuk, bali atakuwa amejichinjia mwenyewe nini, kitoweo, ni kitoweo tu. Kwa hivyo waman dhabaha qabla as-salati fala nusuka lahu, aliyechinja kabla ya sala ya Eid yeye hana ibada ya kuchinja yeye ya udhiya, labda kama ni kitoweo. Na ndio maana wale watu ambao wana hirs na siku ya Eid, kwa sababu siku ya Eid ni siku ya ibada, siku ya kuswali, ya kukabir, siku ya kula na kunywa. Eid al-Adha ni siku ya kuchinja pia. Sasa kuna watu wenye kujitambua huwa wanaandaa wanyama tofauti. Kama unataka kuwakirimu wageni mapema baada ya Eid, waje nyumbani kwako wapige supu, usitegemee hicho kimbuzi cha udhiya peke yake. Tafuta mbuzi mwingine wa kitoweo ambaye utamchinja usiku, na wanawake nyumbani wataandaa supu mapema, alafu utakuwa na mnyama mwingine kwa ajili ya udhiya. Wa baada ya sala, kuna watu wanawasaa, anaweza akaweka hata ng'ombe wawili, ng'ombe wa kitoweo na wa udhiya. Gombe likachinjwa usiku kwa ajili ya masupu, mabiriani mapema, na ng'ombe mwingine akamchinja baada ya swala kwa ajili ya udhiya. Kuna watu mashaallah wanafanya hivi bwana, hawataki kupoteza fursa. Wageni atawakirimu na udhiya atachinja mapema, na wengine kwa sababu ya ugumu ang'ang'ana na kimbuzi hicho ndio anakuja kuwapa watu supu saa 6 huko. Sasa hii supu au lunch? Labda kama huna namna. Na kuna mwingine bwana anasema huyu mbuzi wangu ni wa udhiya, lakini nina majogoo haya ya kitoweo kwa ajili ya chai, tachinja majogoo yake pale, tafaa ili usichelewe. Hiyo ni kwa watu wenye ile ghaira ya kuyadiriki mambo yote ya kheri katika ile siku ya Eid, kwa sababu kula nako siku ya Eid ndio Eid bwana. Au unasemaje? Eid haiendani na njaa na ukata, au Eid eti iendani na diet eti mtu anakula majani siku za Eid. Labda kama mgonjwa. Sasa mambo mengine wewe ni tiba tena, lakini utuambie kwa sababu ya shepu tu
kwamba angalieni bwana, hebu tuache bwana, tupige supu zetu sisi, machaza yetu. Wakina Umar al-Faruq walikuwa wakila mbuzi mzima bwana. Sasa mimi kijirobo kilo tu bwana kwenye kibakuli mtolea macho. Kwa hivyo hizi sikukuu pia zinapendeza kula. Lakini katika faida, ayamu tashrik, yale masiku ya tashrik, zile siku tatu baada ya siku ya kuchinja, kulluha ayami dhabh, masiku yote yale ya tashrik ni masiku ya kuchinja vile vile. Inafaa kuchinja katika ayamu tashrik, kama vile ambavyo yalivyokuwa masiku ya tashrik ni masiku ya dhikrullah, ni masiku ya al-akl wash-shurb, na ni masiku ya kula na kunywa, ni sikukuu zile. Na ndio maana haifai kufunga katika siku zile, ni siku za Eid. Kwa hivyo yafaa kuchinja vile vile baada ya yaumun nahr, kwa hadithi ya Jubair ibn Mut'im inda Ahmad, mashuhuri hadithi yaumun nahri wa ayamu tashriq kulluha dhabh, imekuja riwaya hivyo. Siku ya kuchinja na masiku ya tashriq yote ni masiku ya kuchinja, na imekuja ayamu tashriqi kulluha dhabh, masiku ya tashriqi yote ni masiku ya kuchinja.